عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Tunaondokea kwenye aya ya 4 leo kwenye suratu Talaq. Aya ya 4 inatuzungumzia hukumu za mwanamke aliyeachwa na anapaswa kukaa eda yake ikiwa ni mtu mzima au mtoto mdogo, hayumo katika kile ada yake ya mwezi, yeye hukaa miezi 3, kwa sababu mwanamke ambaye anapata eda yake tumeambiwa ni qurui 3. Anaingia kwenye siku zake, anatoka qurui 1 hiyo, anaingia tena, anatoka hiyo qurui ya 2, akiingia tena, akitoka qurui ya 3. Sasa ikiwa kaachwa mwanamke hana hizi siku zake za ada ya mwezi, eda yake inahesabiwa vipi? Ndio hukumu iliyomo katika aya hii ya 4 ya suratu Talaq. Wallai yaisna min almahidhi min nisaikum, wale waliokushakatikiwa na ada yao ya mwezi ya hedhi katika wake zenu, inirtabtum, mtakapokuwa na swali la kujiuliza tumweke eda kiasi gani, muda gani, faiddatuhunna 3 ashhur, eda yao hawa ni miezi 3 kamili. Maana anayepata siku zake inawezekana hautimii mwezi, anaingia tena, pengine ndani ya mwezi mmoja anaweza akapata siku zake mara 2, mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi kabla haujamalizika. Kwa hiyo eda yake itakuwa fupi, inategemeana na jinsi alivyopata siku zake. Kama si mwenye kupata siku zake, munamuhesabia miezi 3 kamili. Miezi hii muandamo, ulimwacha tarehe 5 au mwezi 5, basi uhesabu mwezi 5 mwingine, mwezi mwingine mmoja huo, mpaka mwezi 5 wa 2 huo, mpaka mwezi 5 huo, mwezi wa 3, eda imeisha. Wallai lam yahidn, na wale wanawake ambao hawapati hiyo hedhi kabisa. Yaisna min almahidhi ni watu wazima, washafikia umri tena ile ada inakatika. Wallai lam yahidn, hawa ni watoto wadogo, hawajavunja ungo, kaolewa mtoto mdogo, kaachwa, eda yake ni kukaa miezi 3. Wa ulatul ahmali, na wanawake wenye mimba, maana unaweza kumwacha akiwa mjamzito. Wa ulatul ahmali, wanawake wenye mimba, ajaluhunna an yada'na hamlahunna, eda yao ni kule kushusha mzigo wao tu. Kama umemwacha leo, kesho kutwa akajifungua, eda imekwisha, anakaa siku zake za nifasi tu.
eda yake mwanamke mjamzito ni kushusha ule mzigo wake. Kwa hiyo inategemea, kaachwa mimba mwezi wa kwanza atakuwa na eda ndefu, maana mpaka azae. Mwanamume atakuwa na wakati wa kutosha wa kujidai, miezi 8 hiyo mpaka ajifungue. Lakini kaachwa kwenye mwezi wa 9, ndani ya mwezi ule kajifungua, eda yake imekwisha kwa kujifungua. Hiyo ndo hukumu. Narudia, wallai yaisna min almahidhi min nisaikum, wale waliokushakatikiwa na hedhi hawaendi tena kwenye siku zao kwa utu uzima katika wake zenu. Inirtabtum, mtakapokuwa mnajiuliza, mna mashaka akaeda muda gani, basi hukumu yake, eda yake, fa'iddatuhunna 3 ashhuri, eda yao hawa ni miezi 3, sio kuroi 3, maana ndo hazipo. Mnahesabu miezi 3. Wallai lam yahidn, pamoja na wale ambao hawajapata hedhi bado, watoto wadogo. Wa ulatul ahmali, na wanawake wajawazito, ajaluhunna, eda yao, an yadana hamlahunna, ni kule kuzaa zile mimba zao. Akijifungua eda imekwisha. Waman yattaqillaha, na anayemcha Allah kati yenu, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah humrahisishia mambo yake, humjalia wepesi kwenye mambo yake. Ukiishi kwa kufata utaratibu, mambo yako yote yanayepesika, Allah hukurahisishia. Dhalika amrullahi anzalahu ilaikum, haya ni maamuzi ya Allah Mola wenu kakuteremshieni. Haya ni maamuzi ya Allah Mola wenu, anzalahu ilaikum, kakuteremshieni. Juu yenu ni kutekeleza tu, hamna objection hapo, msitie ufundi wenu. Waman yattaqillaha, na anayemcha Allah akaikubali mipango yake, yukaffir anhu sayiatihi, Allah humsamehe makosa yake anayokosea mara kwa mara. Ukijitahidi kufata utaratibu, inakuwa ni wepesi kwa Allah kukusamehe pale unapoteleza. Yukaffir anhu sayiatihi, mwenye kufata utaratibu akamcha Allah, Allah humsamehe makosa yake. Wa yu'zim lahu ajra, na humkuzia malipo yake kwenye yale mema aliyofanya. Makosa yanasamehewa na amali zako zinafadhilishwa, zinakuwa na malipo makubwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Wallai yaisna min almahidhi min nisaikum inirtabtum, yani waniswatu allawati inqata'a haidhuhunna likibari sinnihinna. Waniswatu allawati, na wanawake ambao inqata'a haidhuhunna, imeshakatika hedhi yao, hawapati tena siku zao. Likibari sinnihinna, kwa umri wao mkubwa, umeshafikia umri ambao ile ada huwa inasita. In shakaktum, mkiwa mtakuwa mnashaka huyu anakaa kiasi gani, ndo shaka yenyewe. Hatuna kile cha kupimia sasa, siku zake hazipatikani. Wajahiltum kaifa iddatuhunna, kama mtajingikiwa kujua hawa sasa eda yao inakuwaje, huyu hana siku zake, tutamuhesabia vipi eda yake? Ndio hiyo in irtabtum, in shakaktum, mkiwa mnashaka tumuhesabie muda gani? Fahadha hukmuhunna, kama mtakuwa mnashaka kwa sababu ya kile kipimio kutokuwepo,
Fahadha hukmuhunna, hukumu yao ni hii inayofuata. Faiddatuhunna 3 ashhurin, eda yao ni miezi mitatu. Eda yao ni miezi mitatu. Faiddatu alwahidatu minhunna 3 ashhurin, eda ya mwanamke yoyote ambaye hana quru, eda yake inakuwa ni miezi mitatu. Kullu shahrin, kila mwezi mmoja, yaqumu maqama haidatin, inasimama nafasi ya ile hedhi yake. Tunachukulia kwamba kila mwezi anapata ada yake mara moja. Kwa hiyo tunapima miezi sasa, kwa sababu kile kitu chenyewe kilichoainishwa mwanzo hakipo. Kila mwezi utakuwa unachukua nafasi ya hedhi yake moja. Hukumu hiyo ni kwa watu wazima ambao zimeshakatika zile ada zao, lakini hukumu hiyo hiyo pia wallai lam yahidn, mutaitumia kuwapimia wale wanawake ambao ni wadogo, bado hawajavunja ungo. Nasema kwamba huko nyuma watu walikuwa wanaolewa hata kabla hajavunja ungo, wanawake walikuwa tunu. Kwa hiyo mtu anafanya booking mapema. Wengine wanasema ilikuwa inafanywa booking hata mimba. Mtu anaenda na sababu hii, watu wake wazuri, jamani, mamangu mamkwe naona kabeba mtoto huyo, akiwa mke mchumba wangu, kama akija mwanamme rafiki yangu. Kwa hiyo anabukiwa tangu yuko tumboni. Na wakija wengine, hapa bwana, huyu mchumba wa fulani, mchumba wa fulani, inakuwa inaimbwa ile nyimbo mapema. Hamtaki yeye, anamtakia mwanawe, anamtakia nani, lakini tayari anakuwa ni mchumba wa mtu. Na zama hizo kufunga ndoa mtoto akiwa bado hajabalighi ilikuwa ni jambo la kawaida. Anaweza kuwa mtoto kaolewa, lakini anaishi kwao na wazazi wake, mume wake anapeleka huduma, halifanyiki tu lile jambo la mke na mume kwa sababu bado hajakuwa tayari. Lakini kufunga ndoa inajuzu. Kwa hiyo hukumu ya Qur'ani ikaja, na wale wake ambao hawajawa katika siku zao kwa udogo, hukumu yao ni miezi mitatu vile vile. Inawezekana mtu kaoa yakajitokeza ambayo hayakumridhisha, kaghairi, katoa talaka, eda yake naye mwanamke huyo miezi mitatu. Yani wallahi lam yahidn, maana yake wakadhalika lawati lam yahidn, kama mnavyopima eda ya watu wazima waliokushakatikiwa na hedhi zao, vivyo hivyo mnapima eda kwa wanawake ambao hawajazipata hizo siku zao. Lam yahidna, hawajapata hedhi bado. Lisigharihinna, kwa sababu ya udogo wao. Hawa hunna iddatuhunna 3 ashhurin, eda yao nao ni miezi mitatu, kama wale watu wazima ambao imekatika ada yao. Wa ulatul ahmali, na wenye ujauzito, ajaluhunna an yadhana hamlahunna, eda yao ni kuzaa ile mimba yao. Akishatoa mtoto kajifungua, ndo eda imeisha. Walmar'atu alhamil, mwanamke mjamzito, tantahi iddatuha, inaisha eda yake ya kuachwa, biwad'i alhamli, kwa kuweka chini mimba yake, kuzaa mtoto. Sawaan kanat mutlaqatun au mutawaffa anha zawjuha. Eda hii kwa mwanamke mjamzito ina-apply kote, ikiwa ni kwa sababu ya kuachwa au kwa sababu ya kufiwa na mumewe. Kafiwa na mume, kwa kawaida mwanamke ambaye si mjamzito eda yake miezi 4 na siku 10. Lakini kafiwa na mume kafariki, bibi ana mimba mwezi wa kwanza, atakaa eda yake mpaka ajifungue mimba yake, miezi 9 yote hiyo au 8.
Kwa hiyo eda hii kwa mwanamke ambaye ni mjamzito, eda yake ni kujifungua mimba yake. Inategemea napo vile vile. Kafa mume, mimba miezi 8, ukapita na wa 9, mtoto kazaliwa, eda imeisha. Hiyo ya kufiwa imeisha pia. Eda yake ni kuzaa mimba yake. Waman yattaqillah, na yoyote anayemcha Mungu, anaishi maisha yake kwa kufuata utaratibu wa dini, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah humjalia mtu huyo wepesi kwenye mambo yake, humrahisishia kila kitu. Wewe ukifuata utaratibu, mwenye utaratibu akifurahi na wewe anakurahisishia mambo yako. Waman yakhsha Allah, mtu yoyote anayemuogopa Allah, fi aqwalihi wa af'alihi, kwenye maneno yake na kwenye matendo yake, wayajtanibu maharim Allahi alaihi, akajitahidi kujiepusha na yale aliyoharamisha Allah kwake, ndo anaishi kwa kufuata utaratibu. Fanya anafanya, wacha anawacha, hichi staki anakubali, hichi napenda na yeye anakipenda. Yoyote anayemcha Allah, yusahhalu alaihi amrahu, hurahisishiwa kwake mambo yake, wa yuwafiquhu likulli khairin, na Allah humuwafikisha mtu huyu kwenye kila kheri. Manake katoa maagizo, anasisitiza yatekelezwe. Ukiwa mwepesi kutekeleza alivyotaka, na yeye anakuwa mwepesi kukurahisishia mambo yako. Ndo lugha yenyewe inavyoelekeza. Dhalika amrullahi anzalahu ilaikum, haya ni maamuzi ya Allah kakuteremshieni. Mola wenu hivi ndivyo alivyoamua. Sasa kama na nyinyi mna yenu, shauri yenu. Mkihisi hakukutendeeni haki, nyinyi mnajua kupanga vizuri zaidi, ndo mnakosana naye hivyo. Dhalika amrullahi anzalahu ilaikum, haya ni maamuzi ya Allah kakuteremshieni. Dhalika huwa hukmullah, hii ni hukumu ya Allah, kaamua hivyo Allah. Wa shar'uhu alhakim, na hii ndiyo sharia yake Allah ambayo imepangika muwafaka na maumbile ya binadamu. Anzalahu alaikum ayuha almu'minuna, amekuteremshieni maamuzi yake haya Allah enyi waumini, litaatamiru bihi, lengo lake muyafanyie kazi, muyatekeleze. Wataamalu bimuqtadahu, mupractice mambo haya kwenye maisha yenu, muyafanyie kazi. Waman yattaqillaha, na yoyote anayemcha Allah akikubali kufuata utaratibu, yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra, Allah kwanza humsamehe makosa yake, halafu kwenye mambo yake anayopatia katika mema anayofanya, Allah humuongezea malipo. Thamani ya amali zake inakuwa kubwa, Allah humuongezea thamani ya malipo yake. Maana yake waman yattaqi rabbahu, mtu yote anayemcha Mola wake, yamhu anhu dhunubahu, Allah humfutia makosa yake, wa yudhaifu lahu al-ajra, na humuongezea malipo, wa thawaba, na thawabu kwenye mema yake anayoyafanya. Kafanya zuri, linapigwa thamani, katika kulipwa linapewa na nyongeza. Qala Sawi, amesema Sawi, kurira taqwa, limerudiwa neno taqwa. Waman yattaqillaha waman yattaqillaha waman yattaqillaha, imekaririwa taqwa liilmihi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi anavyotujua. Anna nisaa, hakika ya wanawake. Anna nisaa, hakika ya wanawake. Naqisatu aqlin wa dinin, wanawake ni viumbe wenye upungufu katika akili
na wana upungufu katika dini. Si matusi hayo, wasije wakaona wamedhalilishwa. Aliyeumba ndo kasema hivyo, na mtume wake akafahamisha hivyo. Kalikariri suala hili Allah kwa wanaume wamche Mungu, wamche Mungu, wamche Mungu kwenye masala yanayohusiana na wanawake, kwa sababu Allah anajua wanawake wana mapungufu kwenye akili na kwenye dini. Hasa mapungufu yao na udhaifu wao isiwe sababu ya kudhalilishwa, kuonewa. Kakera ndiyo, lakini aliyekerwa tena kwa sababu ya madaraka aliyopewa, akachukua hiyo fursa akamdharau, akamdhalilisha, akamdhulumu kwa sababu kakosea. Ndio maana linakaririwa au linarudiwa tamko, mcheni Mungu, mcheni Mungu, hasa katika kuishi na wanawake. Karara, amelirudia rudia, attaqwa, tamko la kumcha Mungu, liilmihi subhanahu, kwa jinsi anavyotutambua Mwenyezi Mungu aliyetakasika, wa Taala, na aliye juu kwa cheo. Anajua anna nisaa naqisati aqlin wa dinin, wanawake ni wenye mapungufu kwenye akili na wana mapungufu kwenye dini. Fala yasbir ala umurihinna illa ahlu taqwa, anajua Allah hakuna mwenye uwezo wa kuwavumilia wanawake kwenye mambo yao ila mtu mwenye ucha Mungu. Yule anayemwogopa Mungu peke yake ndo anaweza akawa na kiwango kikubwa cha tolerance kuishi na wanawake. Asiyekuwa na takwa ndo hivyo, ngumi, katelekezwa, kadhalilishwa, kapigwa, kanyimwa hichi, kwa sababu yeye aliyeko juu mwenye mamlaka anajihisi uko safi mtakasifu. Akiudhiwa kwa sababu ana madaraka huchukua hatua. Sasa kama hamchi Mungu hupindukia mipaka katika kuchukua kwake hatua. Ndio maana Allah kwa waumini akawakariria suala hili la kuishi vizuri na wanawake na wamche Mungu katika muashara na wao. Wakala fil bahri, na amesema shekhe aliyeandika tafsiri ya Al-Bahrul Muhit kwenye aya hii, kasema hivi: lamma kana al-kalamu fi amri al-mutalliqati, kwa sababu maneno ya aya hizi yanazungumzia masala ya wanawake walioachwa. Wa kunna la yutlaqna illa an bughdhi azwajihinna lahunna, na hakuna sababu inayopelekea mume kumwacha mkewe isipokuwa ni kumchukia. Kwenye mapenzi na furaha hatoi mwanamume talaka, na akidaiwa anakuwa mnyonge sana. Inawezekana mara nyingine hutokezea anadaiwa yeye, niache bwana, sikutaki. Nimekukosea nini? Kosa langu liko wapi? Hebu niambie, sikutaki. Inatokezea. Lakini wakati mwingine inakuwa ni mume kakerwa mpaka kachukia, sitaki tena kuishi na huyu mwanamke. Sasa kwa sababu talaka hutoka kwenye mazingira ya chuki, haitoki kwenye mazingira ya furaha. Ndio alivyosema huyo mwenye tafsiri ya Al-Bahr Al-Muhit, lamma kana al-kalamu fi amri al-mutalliqati, kwa sababu maneno ya aya hizi yanazungumzia mambo ya wanawake walioachwa, waliopewa talaka. Wa kunna, na kwa sababu ya kuwa la yutlaqna illa an bughdhi azwajihinna lahunna, hawawachwi wanawake ila kwa waume wao kuwachukia. Mume huwa keshamchukia mkewe, ndio maana anatoa talaka. Wakad yunsabu zawju ilaiha, ma yashinuha wa yanfiru al-khitab anha wa yunfiru al-khitab anha. Na aya zimenasibisha mambo ya waume kwa wake zao, yale ambayo huwa yanasababisha mume kuchoka kuendelea kuishi na mke wake. Kuna mambo yanamvutia mwanzo,
akasema yule mwanamke namtaka, naenda kumposa awe mke wangu. Lakini akishakuja kuna mengine yanajitokeza, yanafuta ile sura ya kupenda ya kwanza, yanaweka bughdha, anamchukia sasa. Falidhalika, kwa sababu hiyo, takarrara al-amru bitaqwa, ndo maana aya zikakariri agizo la Allah, tumche Mungu, tumche Mungu, tumche Mungu. Juzi ulimpenda, leo mapenzi yamepungua, kesho ikajaa chuki mahala penye mapenzi. Juzi ulimtaka awe wako, leo unamtimua, humtaki tena. Ndo maisha yanavyokuwa. Wajaa mubarrizan fi surati shartin wa jazain, na halafu sisitizo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala limekuja katika sura ya sharti na malipo, kwamba ili ufanikiwe, ili upendwe kwa yule mwenye mapenzi, Al-Ghafurul Wadud, Allah ambaye anasamehe sana na ana mapenzi na viumbe wake. Hata na wewe mume pia unataka upendwe na huyo bwana. Sasa sharti, heshimu taratibu zake. Ndiyo ushachukia, humtaki, ushampa talaka, kakwambia usimtoe nyumbani, akae hapo hapo kwa kipindi chote cha eda. Kama unamcha Mungu, humwambii fungasha vyako, toka, sitaki kukuona. Kitakachokufanya umbakishe pale ni agizo ulilopewa. Kaa naye kwa kipindi chote cha eda na umhudumie. Na halafu Allah akasema, hujui nini nitakutendea baadaye. La tadri laalla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Wewe hujui mwenyewe, hujui nini atakachokufanyia Allah kwa kutekeleza ile agizo lake tu moja. Kaa naye, kwenda yeye ndo atakayeanza kujuta, akakubembeleza, nilikosea, ni binadamu, chukulia udhaifu wangu, sirudi tena. Yakaja mapenzi kuliko yale ya mwanzo ulipokuwa hujampata, mkaishi vizuri tu, akawa keshajifunza. Sasa na wewe usiwe na jazba, ni maagizo ya ahkamul hakimin, kasema fateni taratibu zake. Kwa hiyo si busara kumwambia fungasha kila chako na usiku huu nisikuone, nenda kwenu. Ulipomtaka ulikwenda na watu na magari tele kwenda kumchukua, tunataka biharusi wetu. Sasa umemchukia, unamwambia toka, nenda zako. Huu sio ungwana. Fata taratibu, mwache akiwa yuko tohara, ambayo hujamgusa, ni utaratibu lazima uheshimu. Akae nyumbani kwake ulimokuwa unaishi naye na umhudumie mpaka muda wa eda. Hiyo ndo utaratibu uliowekewa. Ndo akakariri Allah, mcheni Mungu, heshimu maagizo yake. Waman yattaqillaha, na yoyote anayemcha Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, humjalia huyo mtu kwenye mambo yake wepesi. Aya ifuatayo Allah anasema, askinuhunna min haithu sakantum min wujdikum. Ile hukumu ya kukaa nyumbani mwake humo alimokuwa anaishi na mumewe inafafanuliwa sasa. Askinuhunna, wawekeni, wapatieni maskani, wapatieni makazi hao wanawake. Min haithu sakantum, mule ambamo nyinyi mnakaa. Askinuhunna min haithu sakantum, wawekeni mule mnamokaa nyinyi. Min wujdikum, kwa kiasi cha uwezo wenu. Min wujdikum, kwa kiasi cha uwezo wenu. Inawezekana mnaishi kwenye chumba cha kupanga, si nyumba yenu. Sasa yakishatokea machafuko kama haya, hamtaweza tena kulala kitanda kimoja mpaka mrudiane. Sasa ikiwa una uwezo wa kupanga chumba kingine, mwachie huyu chumba ambacho ulikuwa unaishi naye,
kodi ushalipa, aendelee kukaa mle mpaka eda ishi. Kama halijatokea la kukurejesheni tena, mkasameheana. Ikesha eda tu inakuwa ndo talaka imeshatimia, si mkeo tena, unamrejesha ulikokwenda kumchukua. Huna uwezo wa kupanga chumba, maana umeambiwa min wujdikum, kwa kiasi cha uwezo wenu. Kama una uwezo wa kupanga chumba, umweke katika standard ya maisha ambayo wewe mwenyewe unakaa, ndio hiyo min wujdikum. Sio ukasema hama humu ndani, ukamtengenezea turubali nje ya nyumba, wewe utakaa huko. Bora kwenye turubali ukakae wewe, au kwa muda huo wewe lala msikitini, chumbani mpishe yeye. Min wujdikum manake, yani maana yake askinu haulai almutalliqati, wapatieni sukna, makazi hawa wake mliowaacha kwenye kipindi cha eda. Wapatieni makazi fi baadhi masakinikum, kwenye baadhi ya nyumba zenu, allati taskununaha, ambazo nyinyi munaishi. Kwa hiyo kama una nyumba kubwa yenye wasaa, wewe hama chumba, mwachie chumba chake. Hukutaka hivyo, ye muhamishe chumba, mpe chumba chengine, lakini katika standard ya maisha ambayo wewe unaishi, sio ya kumdhalilisha. Min wujdikum ala qadri taqatikum wa muqdaratikum, kwa kiasi cha uwezo wenu, kwa kiasi cha level ya maisha mnayoishi nyinyi kwa muda huu, mwaweke vivyo hivyo. Hapatakiwi manake aina yote ya kumdhalilisha, ndo maana yake. Standard ile ile ya maisha unayoishi wewe, ulokuwa unaishi naye alipokuwa mkeo, aendelee kuishi vile vile. Fa in kana musiran, kama huyu mume ni mtu mwenye maisha, ana uwezo kidogo, wasa alaiha fil maskani wan nafaqa, ampe kiasi cha kutosha katika huduma za makazi na huduma za chakula, matumizi ya lazima. Kama una uwezo, mpe kwa kiasi cha uwezo wako, usimdhalilishe tu, ndo kinachokataliwa hapa. Wa in kana faqira, kama mume kaacha lakini mwenyewe fakiri, fa ala qadri taqa, lazima atoe huduma. Si mume atoe huduma kwa kiasi cha uwezo wake. Alikuwa kila siku analeta tungule mbili, aendelee kuleta zile tungule mbili. Kwa alikuwa anazipata wapi? Za mchuzi. Nyanya chungu moja, alimradi mchana panapikwa. Kama una uwezo bwana, utoe kwa mujibu wa uwezo wako. Kama zipo tumia. Waswahili wa mjini wanasema tumia hela zikuzoee. Kwa hiyo kama zipo, mpe huduma za kutosha kwa mujibu wa uwezo wako. Huna, basi kwa kiasi cha kipato chako hicho ambacho kwa kawaida mlikuwa mnaishi, endelea kumhudumia hivyo hivyo. Wala tudarruhunna, wala msiwadhuru, kwa sababu ndo mshawachukia, mmewacha. Wala tudarruhunna, msiwafanyie madhara, msiwadhuru. Litudayiqu alaihinna, kwa lengo la kuwadhikisha, kuwapa dhiki. Yani vyote hivi vitu vinakuwa accountable mbele ya Allah, anahesabu. Sasa hivi ndo umemchukia tena, unamfanyia hili na lile na lile na lile. Hayo Allah hataki. Mwache akiwa yuko safe, healthy, mfahamiana, awe salama na afya yake. Usimdhuru wala usimpe dhiki. Hilo ni agizo. Allah ndo mtetezi wa wanyonge. Katika Qur'ani aya nyingi sana zimekuja, yeye kachukua nafasi ya uwalii kwa wale wanaodhulumiwa, kwa wale wanaonyanyaswa kwa sababu ya unyonge wao, kama wanawake na watoto mayatima. Ukiingia kwenye anga hizo, unatafuta ugomvi na Allah subhanahu wa ta'ala, anawatetea vya kutosha. Kwa hiyo msiwadhuru, ndiyo mshawachukia, mshawaacha, lakini msiwadhuru. La tudarruhunna, msiwadhuru. Litudayiqu alaihinna,
ili kuwapa dhiki kwenye maisha yao ya ujane. Ushamtwanga talaka alafu tena unamsababishia na matatizo mengine, haitakiwi. Wala tudayiqu alaihinna fi sukna wan nafaqa, musiwafanyie ufinyu, musiwadhiki kwenye makazi na kwenye matumizi ya lazima ya kila siku. Ale vizuri, avae vizuri, akae pazuri kama alivyokuwa wakati uko naye. Usimfanyie madhara yote, usimpunguzie chochote katika vile vitu ambavyo kwa kawaida ulikuwa unamhudumia. Hata yadharuhunna ila alkhuruji au aliftida, yani msiwatese kwa kuwafanyia madhara ili yale madhara yawasukume waamue kutoka. Hapa hapakaliki. Si umeambiwa usimtoe wala usimkubalie kutoka? Sasa wewe usiwe sababu ya kutengeneza mazingira aseme sasa hapa hapakaliki, itabidi niende kwetu. Na mwingine hana kwao, itabidi atafute msamaria mwema, nihifadhi ndugu yangu, niko vibaya, jamaa ananitesa. Unamtengenezea mazingira ya kwenda siko. Sasa atatafuta jamaa wa kumuhifadhi na atahifadhiwa hata kwa njia isiyofaa. Wewe ndo sababu. Kwa hiyo mweke katika kipindi chake cha eda mahala pazuri kwa kiasi cha uwezo wako, umuhudumie kwa haja za kawaida za lazima vizuri kwa mujibu wa uwezo wako, na usitengeneze mazingira ya kumfosi ahame hapo mahala kwa kushindwa kuendelea kukaa kwa vituko vyako. La tudayiqu alaihinna, musiwafanye wakaishi maisha ya dhiki, musiwakandamize. Fi sukna wal nafaqa, kwenye makazi na matumizi ya chakula na mambo mengine. Msiwafanyie ukorofi. Hata yabtaruhunna ila alkhuruji au aliftida, ukorofi ambao utawalazimisha watoke kwenye hayo makazi au watafute fidia. Huyu bwana labda anataka vyake, nimlipe. Atavipata wapi? Kama unamdai ya kulipe vyako, yeye unaweza ukamrejeshea vyake ulivyoviharibu. Umemkuta tofauti na sasa alivyo, unaweza kurestore hali yake akawa kama ulivyomkuta mara ya kwanza. Ushamtumia halafu utadaije akupe vyako? Haifai. Wa in kunna ulatu hamlin, kesi nyingine hiyo. Wa in kunna ulatu hamlin, wakiwa wake hawa mliowawacha ni wajawazito. Kama si mjamzito, vumilia kwa qurui 3 au miezi 3. Lakini akiwa mjamzito, kuna angalizo jingine maalum. Wa in kunna ulatu hamlin, wakiwa wake mliowawacha, mmewawacha wakiwa wajawazito, fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahunna, mtaendelea kutoa huduma kwa wanawake hao mpaka wazae. Ana mzigo wako yule, mwanao yupo pale, kwa hiyo muhudumie apate chakula bora, kijenge afya, mtoto naye tumboni astawi. Mtoto hula vile anavyokula mama. Ukimdhoofisha mama, unamdhoofisha na mtoto tumboni. Mama akikaa na njaa, na mtoto atakuwa na njaa vile vile. Mpe vyakula vizuri mama anavyolai kikula mjamzito, ili na mtoto wako naye tumboni awe vizuri. Wa in kunna ulatu hamlin, ikiwa mmewaacha wake wakiwa wajawazito, fa anfiqu alaihinna, wahudumieni, hata yadana hamlahunna, mpaka watakapofika kuzaa mimba zao. Maana yake, wa in kanat almutalliqatu hamilan, ikiwa mwanamke kaachwa mjamzito, fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahunna, yani faala zawji, ni jukumu la mume aliyemwacha, an yunfiqa alaiha, ampe matumizi, chakula, kinywaji. Kaumwa, umhudumie kwa matibabu.
Walau talat muddatul hamli, hata kama muda wa ujauzito utakuwa ni mrefu. Umemwacha ndo kwanza na ujauzito wa siku 5, wiki 2, mwezi mmoja, unajua kuna miezi 8 mpaka ajifungue. Haijalishi, muhudumie mpaka ajifungue. Sasa kama una akili, yakijitokeza yale ambayo yanakusababisha umwache, bora uvumilie tu, akutunzie mwanao. Maana kwanza hiyo mimba yenyewe ina mizengo mingi, inakosesha mtu amani nyumbani. Mwanamke akiwa na ujauzito hubadilika mpaka tabia yake. Unaweza ukatoka huko ushachoka ulikotoka, ukafika nyumbani ukamwambia unanuka, kakoge kwanza. Unaingia bafuni, mwanzo unaona maskhara, unakoga, ukirudi bado hujakoga, kakoge. Unamuona kama jeuri hivi, lakini si hali ya, si hiari yake, ana jambo linamsumbua na wewe ndo sababu. Sasa uvumilie. Isita umezidi mwanamke wewe, nimechoshwa na mambo haya, nataka nipumzike. Vumilie mwanangu. Umefahamiana? Sasa umemwacha, bado hujautoa huo mzigo. Allah anakuambia muhudumie kwa muda wote wa ujauzito mpaka azae mimba yake. Oda hiyo pia, wahudumieni hata yadhana hamlahunna, mpaka wajifungue. Hata tadha hamlaha, ni kazi yako kumpa huduma mpaka azae mimba yake. Sasa bora umhudumia akiwa mkeo. Inafahamika hiyo. Halafu sasa akishazaa ndo eda ishakwisha, kishazaa, lakini kazaa mwanao. Fa in ardana lakum, akishazaa mtoto kesha eda imeisha, lakini ananyonyesha mwanao. Fa in ardana lakum, wakikunyonyesheeni watoto wenu, faatuhunna ujurahunna, walipeni. Sasa hapa humhudumii kama mkeo, unampa mahitaji kwa sababu ya ujira wa kukutunzia mwanao. Inafahamika hiyo eh? Eda imeisha, si mkeo, lakini ana mwanao. Sasa chagua moja, mwambie wewe tafuta mume uolewe, mwanangu nipe mwenyewe. Kama unaweza kumnyonyesha mwenyewe, mnyonyeshe mwenyewe mwanao, yule mwanamke awe huru. Bado atabaki kuwa mamake, lakini wewe ndo mwenye jukumu la kumlea huyu mtoto. Gharama zitoke kwako. Mama atamlea, mama hashindwi, hachoshwi na mwanawe, lakini wewe upeleke gharama kwa muda ambao mwanao atakuwa ananyonyeshwa. Chakula chake cha awali ni maziwa ya mama, na ili mama apate maziwa anahitaji chakula bora. Kwa hiyo Allah katoa agizo na hapo, wa in ardana lakum, wakikunyonyesheeni. Fa in ardana lakum, wakikunyonyesheeni watoto wenu, faatuhunna ujurahunna, wapeni malipo yao, walipeni kwa kukunyonyesheeni watoto wenu. Yani fa idha waladat, huyu mwanamke mjamzito akishajifungua, waradhaita an tardia lahu waladahu, wewe mwenyewe baba ukaridhika mwanao alelewe na mamake, amnyonyeshe, basi usimwachie mzigo peke yake. Faatuhunna ujurahunna, wapeni ujira wao mamama. Maana yake faala rajuli, ni jukumu la mwanamume, yani yule aliyekuwa mumewe yule, ni jukumu lake bado, an yadfa laha ajra radhaa, ampe yule mwanamke ujira wa kumnyonyesha mtoto. Tuzingatie kwa makini, ndo hukumu za Allah hizo. Ushaacha, humtaki tena, hata mtoto basi ndo humtaki. Mtoto wako, toa kwa ajili ya mtoto wako huduma za kunyonyeshewa mwanao. Lianna al-aulada, kwa sababu watoto, yunsabuna ila al-abai, kisheria ya dini wananasibishwa kwa baba. Yule mtoto ni wako wewe, ataitwa fulani ibn fulani, bini weye,
au fulanati binti fulani, huyu mtoto wa kike mtoto wa fulani weye, kwa hiyo mwanao muhudumie. Qala fi tashili, amesema shekhe aliandika tafsiri ya tashili, wal maana, na maana ya maagizo haya, in arda haulai zawjati almutalliqati auladakum, ikiwa hawa wake mulio waacha watakuwa wanakunyonyesheeni watoto wenu. Umemwacha mwanamke na mimba, kalea mimba mpaka shajifungua, sasa analea mtoto wako. Wakikunyonyesheeni wake zenu hawa waliokuzalieni watoto baada ya kuwaacha, faatuhunna ujratan, wapeni ujira, yani kama kimshahara hivi fulani, mlipe kwa kukutunzia mwanao. Atuhunna ujratan radha, wapeni ujira wa kunyonyesha. Wa hiya nafaqatu wasairi almauna, ni kumpa yale mahitaji ya kila siku ya lazima ya chakula, sabuni na mambo mengine, mambo muhimu ambayo yanahitaji kwenye malezi ya mtoto. Mtoto atahitaji usafi, kuoga, kufuliwa nguo zake na mambo mengine. Usimwachie mzigo mama, ni mzigo wako wewe. Wa'tamiru bainakum bima'rufin, agizo bado la Allah linakuja, wa'tamiru bainakum bima'rufin, kaeni baina yenu kwa wema. Uhusiano wa ndoa umeshavunjika, lakini kuna mahusiano mengine hayavunjiki. Huyu alikuwa mke wangu, sasa hivi ni mlezi wa mwanangu, kaa naye vizuri, mpe haki zake zote anazohitajika kwa wema, bimaarufi. Waliamura kullu minhuma sahibahu bilkhairi, kila mmoja kati ya mke na mume wakae kwa wema, isiyo tena wanarushiana matusi, mipasho, kashifa. Haitakiwi. Mkiachana mmeachana, lakini tena mambo ya kashifa, kutukanana haifai. Kaeni vizuri. Linatokea jambo linawakutanisha kwenu au kwao, iliwe la kheri la shari, pana harusi pana msiba, mnaweza mkakutana, na wengine huwa ni watu ndugu, wanaingiliana kwenye nasabu. Basi tena isiwe kioja hapo, fulani kakutana na mtalaka wake leo, amechambana we. Hayo yasiwe, mukae kwa wema. Hata kwenye hutuba za ndoa tunasomewa hivi, faimsakum bimarufin au tasrihum biihsani. Ihsani ndo hiyo, mshaachana lakini muendelee kukaa vizuri. Sasa mnakuwa kama ni ndugu wa kiimani tu, nyinyi ni Waislamu, hamtakiwi mfanye mambo yote mabaya ya kuvunjia na heshima. Kila mmoja akae vizuri na mwenzake. Minal musamaha, muwe na tabia ya musamaha. Asamha, kila mmoja awe mpole kwa mwenzake. Warifqa, na upole. Walihsani, na mtendeane ihsani. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, waliyaqbila ba'dukum min ba'din ma amarahu bihi min al-ma'rufi al-jamil. Kati ya watalaka hawa mume na mke, kila mmoja akabiliane na hali ya mwenzake kwa kukaa katika mahusiano mazuri, muamala mwema kadiri inavyowezekana, na tabia nzuri, tabia njema. Wal ma'ruf minha, na watandeane yale mambo yaliyo maarufu. Maarufu huwa ni mambo ambayo hata Allah anapenda, ni mambo ya kawaida katika jamii, watu wote wanayakubali. Muishi vizuri. Irdal waladi min ghairi ujrati, kumnyonyesha mtoto pasi na ujira. Yani mama anajitolea peke yake kulea mtoto kama kamzaa nje ya ndoa, baba hachangii chochote. Kunyonyesha mama mtoto pasi na kulipa ujira, hiyo inakuwa sio maarufu, ila maana yake mtoto ananyonyeshwa na mama, baba na yeye achangie
gharama za malezi ya mtoto kadiri ya uwezo wake. Wal maarufu minhu, wafanyiane maarufu, mambo yaliyokuwa maarufu. Tawfiru al-ajri alaiha lilirda, kilichokuwa ni chema katika mahusiano ni hapa yule ambaye baba wa mtoto ajitahidi kutoa malipo ya gharama za unyonyeshaji wa yule mtoto kwa mama yake. Wa in taasartum, finally Allah anasema wa in taasartum, kama hili litakuwa ni zito kwenu waume, hamwezi kulisimamia, fasaturdi'u lahu ukhra, mtaruhusiwa mumchukue mtoto anyonyeshwe na mama mwingine. Na hili nalo vile vile linaweza likaleta mgogoro, maana mama atakuwa hawezi yeye kuwa na ujasiri wa kumtoa mwanawe akalelewe na mama mwingine, na wewe unasema mimi tabia ya kukuletea huko mahitaji sina cha kuhudumia, nshaoa mke wangu alafu nikuhudumie na wewe wakati si mke wangu, siwezi. Sasa hapa maridhiano yanahitajika. Kinakaa kikao cha wazee wa huyu mume, wazee wa huyu mke, wanahusishwa na wenyewe wa talaka, panajadiliwa, panaangaliwa uzito wa hoja. Watakavyowafikiana kwenye hicho kikao, hata hao wahusika wawili nao itabidi wakubali. Basi bibi akinyang'anywa mwanawe kwa njia kama hii, na yeye asiwe mgumu. Mtoto kachukuliwa na babake, baba si mnyonyeshaji wala hana nafasi ya kukaa na mtoto, lakini baba inawezekana kwamba kishazungumza na dada yake, atalelewa na shangazi yake. Mimi huduma zangu za mtoto nitapeleka kule kwa shangazi yake, siwezi kuleta huku kwa sababu wewe utaolewa, utafanya hivi. Ukitaka kumuona mwanao utaenda kumuona kule. Hili linaweza kukubalika, lakini liwe kwa maridhiano. Imezungumzwa katika suratul Baqara vizuri kwenye aya hizi za talaka. Ukitaka baba kumchukua mtoto wako mchanga, sharia inakuruhusu, lakini si kwa ubavu, kwa maridhiano baina ya mke na mume, baina ya baba wa mtoto na mama wa mtoto. Kwa hiyo lazima muweke kikao, papatikane hot discussion, atakayeshinda kwa hoja basi iwe ni jambo lililoridhiwa pande zote mbili. Unachukua mwanao, unamtafuta mtu wa kukulelea, gharama we mwenyewe unaona wepesi wangu nitapeleka huku, sio kupeleka kwa mama yake. Mkikubaliana, hilo ni jambo ambalo sharia inalikubali. Ndo hapa Allah amesema wa in taasartum, ikiwa hili suala la kupeleka huduma kwa mama mtoto litakuwa ni zito kwenu, fasaturdi'u lahu ukhra, huyo mtoto wenu ataweza kunyonyeshwa na mama mwingine. Inawezekana kumchukua mtoto hata wa siku ya kwanza akanyonya kwa mama mwingine, sio kwa mama yake mzazi. Inawezekana, kama walivyokuwa wanafanya Waarabu huko zamani. Hata mtume wetu kanyonya kwa mama mwingine, sio mama yake. Nimefahamika hiyo? Lakini hakuna hapo mpenyo hata kidogo wa nyinyi kugombana, kukashifiana, kutukanana, ila kuna majukumu ya kiutendaji. Mola Muumba ndo kaweka hiyo formula. Dhalika hukmullah anzalahu ilaikum, haya ni maamuzi ya Allah kakuteremshieni. Kwa hiyo mkimcha Allah, tekelezeni haya maamuzi yake. Wa in taasartum, yani intadayaqtum wa tashaddadtum, ikiwa kwenu ni dhiki kupeleka huduma kwa mama mtoto, halafu huku huduma nyumbani kwako, huduma pengine kwa wazee, unaona sina uwezo wa kugawagawa kipato changu kidogo, lakini mtoto wangu nitamchukua atakaa mahala, mimi kupeleka huduma kule itakuwa ni wepesi, na hata kama sina nitaridhiwa, nitasaidiwa, haina tatizo, lakini iwe kwa maridhiano. Ikiwa ni shida kwenu kupeleka huduma kwa mama mwenye mtoto, wa asura linfaqa baina zawjaini, na ikawa suala la kutoa matumizi kwa hawa wanandoa wawili ni gumu, baba mwenye mtoto anasema siwezi kupeleka huduma kwa mkuu mwenzangu, lakini kama sababu ni mtoto, nitamchukua mtoto, nitakaa naye mwenyewe nyumbani, haina shida.
Faaba zawju, yani in asura al-infaq baina zawjaini, ikiwa suala la gharama litakuwa ni zito baina ya hawa wazee wawili. Faaba zawju, mume ambaye ndo baba wa hicho kichanga, ayeye akakataa, an yadfa laha ma tatlubu, kumpa yule mtalaka wake alichokitaka. Mimi mwanangu nalea, lakini niletee gharama za malezi ya mtoto. Baba akasema sina uwezo, kwangu mimi hilo jambo zito, unalazimisha kitu kilicho nje ya uwezo wangu. Wa abati zawjatu, na mwanamke naye akakataa pia, antardahu, kumnyonyesha mtoto kama hatopewa huduma, bi anqasima dhalika al-ajr, kasema kaweka kima, uniletee kiasi fulani kwa ajili ya huduma za mtoto. Baba akasema sina. Mama naye akasema na mimi siwezi kukunyonyeshea mwanao, maana na mimi sina kitu vile vile. Hapa suluhisho, fasaturdi'u lahu ukhra, mtoto atachukuliwa kwa mama, baba atatafuta mahala pengine yeye na familia yake, mtoto yule alelewe huku ambako yeye anaweza akatoa huduma kwa kiasi cha uwezo wake, lakini ni kwa kuridhiana kama ilivyozungumzwa kwenye suratul Baqara. Fasaturdi'u lahu ukhra, huyo mtoto ambaye wazazi wake wameachana, inawezekana akanyonyeshwa na mama mwingine. Falyastajir liwaladihi murdi'atan ghairaha, ni jukumu la huyu baba wa mtoto amuajiri mnyonyeshaji mwingine, hata kama atakuwa kwenye familia yake. Na mchukua mwanangu atanyonyeshwa na fulani naye kazaa, atanyonyesha watoto wawili, basi inakubalika. Atamtafuta baba wa mtoto mama mwingine wa kumnyonyeshea mwanawe. Wa huwa khabaru bimaana al-amr, hii ni statement, lakini maana yake ni agizo, ni amri. Kama kuna mzozo kati ya baba wa mtoto na mama wa mtoto, wanachogombaniana ni gharama, inashindikana baba kupeleka gharama kwa kugawa alichonacho kidogo, agawe hapa, lakini wazungumze, wafikie muafaka, amchukue mtoto kwa maridhiano, ampeleke kwa mnyonyeshaji mwingine. Kaagiza hivyo Allah pia. Ndio naambiwa ni habari, fasaturdi'u lahu ukhra, anaweza kunyonyeshwa na mama mwingine, manake ni agizo, achukuliwe apelekwe mahala salama atakapopata huduma za malezi na makuzi mazuri. Falyastardi waladuhu murdi'atan ukhra, huyu baba atafute mnyonyeshaji mwingine amnyonyeshe mtoto wake. Qala Abu Hayyan, amesema mwanachuoni Abu Hayyan, wa fihi itabun lil ummi latifun, haya ni maneno ya kumgomba mama, lakini yamekuja kwa lugha ya upole. Yani mama naye wakati mwingine awe anaangalia uzito wa hoja ya mwenzake, asivutie tu upande wake. Lugha nyepesi laini imezungumzwa, lakini pia Allah kama anamshawishi mama naye, yani Allah mwenyewe karuhusu, kaidhinisha, ikiwa itashindikana kwa baba kuleta kwako huduma, nimeruhusu huyu mtoto akanyonyeshwe na mama mwingine. Kwa hiyo na mama naye asikomalie tu misimamo yake, mie mwanangu haendi kwengine, haya basi mie gharama za kukuletea hapa sina. Kama hukuniletea mie simnyonyeshe, sasa utamfanyaje? Unamuua. Kwa hiyo zingatia uzito wa hoja, halafu na wewe uwe laini, ridhia. Mwanao yuko mahala fulani analelewa na fulani, una access ya kwenda ukamuona, utaangalia makuzi yake, lakini ukitaka kukaa naye usinilazimishe kuleta kima unachotaka we, sina. Na wakati mwingine kweli baba anakuwa hana. Kwa hiyo ni lugha ya upole Allah ameitumia kumshawishi mama naye asiwe mng'ang'anizi sana, kwa sababu haya mambo yako katika uwezekano. Kuna possibility ya mtoto wako akalelewa mahala pengine na akakuwa vizuri tu. Kama takulu liman tatlubu minhu haja, kama kwa kawaida wewe unavyoweza kumwambia mtu mwingine ambaye una haja naye, unataka haja kwake.
Unaweza ukamwambia kwa lugha kama hiyo, fayatawani anha unaweza kuomba kitu kwa mtu kwa lugha nzuri tu, naomba unifanyie jambo fulani fulani. Kama itakuwa gumu kwako, basi nitamwambia mwingine anifanyie. Yeye mwenyewe ataangalia mwenyewe mustawa wake, na wewe asema hii itakuwa kwangu matusi, kwa nini akamwambie mwingine na mimi ndo ninastahiki zaidi kuambiwa na yeye? Basi atatekeleza. Kwa hiyo na Allah akatumia lugha hii. Ikishindikana baba kupeleka gharama za mtoto kwa mama wa mtoto, basi anaweza mtoto huyo akanyonyeshwa na mama mwingine. Panaangaliwa wepesi. Kwa baba huku inakuwa wepesi zaidi, na mtoto yuko salama, makuzi yake yatakuwa vizuri, basi imeruhusiwa. Allah kabariki hilo. Kwa hiyo na mama akijua jambo hili, Allah kalipa baraka, asiwe mng'ang'anizi akasema haiwezekani, sikubali. Usiseme hukubali kwenye jambo ambalo Allah kashaidhinisha. Sayakdhiya ghairak, ukimwambia mtu jambo hili kama hutolifanya atalifanya mwenzio. Ni lugha ya kiungwana na Allah ndo kaitumia hapo. Turidu annaha lan tabqa ghairu maqdiyatin wa anta malumun. Ukimwambia jambo hili unastahiki ulifanye wewe, lakini kama hukuweza kulifanya atalifanya mwingine. Ni kama kwamba unamshartisha alifanye, kwa sababu unaambia hili jambo wewe hata usipolifanya yuko mwingine anaweza akalifanya. Wewe hata ukikataa kulifanya hili jambo litafanywa tu, kwa sababu yuko mwingine anaweza kulifanya. Kwa hiyo ni lugha tu ya kiungwana imetumika, na kama tulivyoambiwa huko juu, dhalika amrullahi anzalahu ilaikum, haya ni maagizo ya Allah kakuteremshieni, mnapaswa muyatendee kazi. Qala ad-Dhahaki, mwanachuoni mwingine ad-Dhahaki amesema kwenye aya hii, in abatil ummu, ikiwa mama atakataa. Maana kuachana nako kuna mambo, kila mmoja huwa ana chuki kwa mwenzake, wanachukiana. Hasa mama kakataa kumlea mtoto. In abatil ummu, akikataa mama, anturdia, kumnyonyesha mtoto, istajara liwaladihi ukhra, baba atamuajiri mnyonyeshaji mwingine amnyonyeshe mwanawe. Mama kaweka ngumu, mie so binti Sumaili chukua mwanao, basi baba anaweza akachukua mwanawe akampeleka kwa mnyonyeshaji mwingine. Fa in lam yakbal, kama hakukubali mama kumtoa mtoto, ajbaratu ummuhu ala radai bil ajri, atamlazimisha yule mama amlee mtoto huyo, lakini asimkalifishe ujira anaoutaka mama. Baba ataangalia uwezo wake, apeleke huduma za mtoto. Ana wengine huwa wanakatiwa kima, hapa ninataka kila siku niletee 300,000 kila siku. Mtu wenyewe kazi yake kuuza nyanya tungule na mabiringanyi pale sokoni, 300,000 kila siku ninazipata wapi? Kama huwezi basi nipe mwenyewe, hatodhoofika huyu, nitampeleka kwa mlezi mwingine. Aya inamalizia, maelezo yanakuja kwa kusema liyunfiq dhu saati min saati. Pametajwa hapa gharama, malezi ya mtoto, ujira wa mnyonyeshaji, lakini hapakutajwa kima. Allah hajaweka kima kwamba baba ulipe kiasi fulani kila siku au kwa mwezi au kwa nini, hajataja kima. Ila Allah kasema hivi, liyunfiq dhu saati min saati. Mote humo mlimotajwa gharama humo muko wazi, mwenye uwezo atumie kwa mujibu wa uwezo wake. Una nyingi, maana yake utoe chingi kinachotosha, usiwabanie. Waman qudira alaihi rizquhu, na yule ambaye pato lake ni dogo,
ni finyu riziki zake, falyunfiq mimma atahu Allah, na yeye pia hajasamehewa kusema mimi sina kitu sipeleke. Hata kama uwezo mdogo, falyunfiq mimma atahu Allah, na yeye apeleke matumizi aliko mtoto kiasi alichoezeshwa na Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah hamlazimishi mtu jambo kufanya, ila humlazimisha kwa lile ambalo liko ndani ya uwezo wake. Mtu hulazimishwa kufanya jambo ambalo liko ndani ya uwezo wake, hulazimishwa kufanya lililo nje ya uwezo wake. Sayajalu Allahu ba'da usrin yusra, Allah huenda akajalia baada ya uzito akaweka wepesi baadaye. Hii kutokana na muda tuiweke, tutakuja kuimalizia darasa inayofuata kesho inshallah. Turudie mara moja hapo tuliposoma leo, alafu tutakuja kuendelea kesho. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wallati yaisna min almahidhi min nisaikum, wale waliokwisha katikiwa na hedhi katika wake zenu. Inirtabtum, mtakapokuwa na mashaka ya kujua muda wao wa eda ni upi, na kwambieni muda wao ni huu. Faiddatuhunna, eda yao 3 ashhurin, ni miezi 3, miezi hii muandamo. Lakini wallahi lam yahidhn, muda huo wa miezi 3 mtaupima kwa wale wanawake ambao hawajapata hedhi, wadogo. Watu wazima na watoto wadogo muda wao ni miezi 3, waliokuwa hawapati ada. Wa ulatul ahmali, na wanawake walioachwa wakiwa wajawazito, ajaluhunna an yadana hamlahunna, muda wao wa eda ni kule kuzaa mimba zao. Siku akijifungua ndo eda imekwisha. Waman yattaqillaha, na yoyote anayemcha Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah hujalia wepesi kwenye mambo yake, humrahisishia mambo. Dhalika amrullahi anzalahu ilaikum, haya ni maamuzi ya Allah aliyokuteremshieni. Waman yattaqillaha, na yoyote anayemcha Allah kwa kuyakubali na kuyafanyia kazi, yukaffir anhu sayiatihi, Allah humsamehe makosa yake mtu huyo. Wa yu'dhim lahu ajra, na kwenye mema anayofanya Allah humuongezea ujira, malipo yake huwa yanakuzwa, yanakuwa makubwa. Askinuhunna min haithu sakantum, wawekeni hao wanawake mliowaacha vile mnavyokaa nyinyi. Min wujdikum, wa kiasi cha uwezo wenu. Wala tudarruhunna litudayiqu alayhinna, wala msiwafanyie mambo ya madhara ili kuwadhikisha, walazimike kujikomboa, kutoa chochote au kuondoka. Msiwatese mpaka wakashindwa kutekeleza hizi taratibu. Wa in kunna ulati hamlin, na wakiwa wanawake walioachwa ni wajawazito, faanfiqu alayhinna, nyinyi waume endeleeni kuwahudumia, hata yadana hamlahunna, mpaka watakapozaa mimba zao. Na wakishazaa, fa in ardana lakum, wakikunyonyesheni hao watoto wenu waliowazaa, faatuhunna ujurahunna, nyinyi waume muwape malipo yao, muwalipe kwa kuwanyonyesheni. Waatamiru bainakum bimarufin, all in all, wanasema wazungu, mnatakiwa muwe na mahusiano mazuri, muishi vyema, muache kukashifiana, kulumbana, kutukanana na mambo mengine. Ishini kwa wema hata kama mmeachana. Wa in taasartum, ikiwa itakuwa kwenu nyinyi mababa wa watoto ni uzito kupeleka huduma kwa mama zao, fasaturdi'u lahu ukhra, basi huyo mtoto, hicho kichanga kinaweza kikanyonyeshwa na mama mwingine. Kwa leo tutaishia aya ya 6.
aya ya 7 tutakuja kuondokea nayo kwenye darasa ijayo insha Allah taala. Ameletewa magazeti hapa. Darasa ishachokonoa mambo. Kuna maswali hapa nimeulizwa, anatoka kwa kina mama. Swali la kwanza linasema, je, kama mtu aliyeachwa akapata hedhi mara 3 lakini ile ya 3 hakuwahi kukosha nywele akarejewa, hii inakuwaje? Kaachwa akapata hedhi mara 3 lakini hii ya 3 hii hajawahi kukoga, yuko kwenye hedhi, karejewa. Muulizaji anauliza hii inakuwaje? Hii inakuwa mushkil. Lakini ninavyofahamu mimi, kuna hitilafu ya kauli za wanawachuoni kwenye neno quru. Neno quru wamehitilafiana. Wengine wanasema quru inahesabiwa pale siku anayoingia mwanamke kwenye ada yake. Ikifika tarehe nyingine kama ile akiingia, hiyo ndo inakuwa quru moja. Akiingia tena inakuwa ya 2. Akiingia tena ndo inakuwa ya 3. Kwa hiyo wao wanaitafsiri quru ni ile siku zake za ada. Wengine wanasema hapana, kwa sababu tumeambiwa tuwawache wakiwa tahir, basi na kule kuhisabu kwake tunahisabu tohara zake, hatuhisabu hedhi zake. Ukienda kwa maana hiyo, ina maana hii kaachwa katika tohara ambayo hajaingiliwa, basi anakaa mpaka zije siku zake, halafu akae mpaka atoharike, bimaana awe msafi anasali. Hiyo ndo inakuwa quru moja, tohara moja hiyo. Ije na nyingine ya 2 ajitoharishe, itakuwa ndo ya 2. Na ije nyingine ajitoharishe, hiyo ndo ya 3. Sasa kuna wanaohesabu quru ni kule kuingia kwenye siku, na kuna wanaohesabu quru ni kutoka kwenye siku kwa kuwa mtu yuko safi. Na kwa hisabu hii, wale wasiokuwa na hii quru ndo wameambiwa wahesabu miezi 3. Kwa hiyo hapa kuna a period of time, muda tunaangalia. Ikiwa wahusika wameanza kuhesabu quru kwa kuingia kwenye hedhi, basi huyu akiingia tu, ina maana tunahesabu session moja tayari. Kama tunahesabu tohara yake na huyu kaingia kwenye siku hajatoharika akarejewa, itakuwa yuko right kwa sababu hajamaliza. Mmenifahamu? Kwa hiyo tuwe makini kama tulivyoambiwa, wa ahsul idda, kuweni makini katika kuhesabu huu muda. Kwa hiyo kama wao hawa wanahesabu ni tohara, basi madam karejewa yuko kwenye hedhi, hajaingia kwenye tohara, inajuzu, atakuwa karudiwa muda sahihi kwenye eda yake. Wallahu a'lamu, Allah anajua zaidi. Wengine wanasema ile ya 3 alikuwa hajatoharika, wakasema eda haijesha. Vipi hii? Muendelezo wa swala ile sikulikamilisha. Jawabu yangu mimi ndo hiyo, inategemea wao wamehesabu nini. Quru yao wamehesabu kuingia kwenye siku au kutoka kwenye siku. Kama wamehesabu mwanzo wake kuingia kwenye siku, itakuwa eda imeisha, maana yake ndo keshaingia kwenye siku na kakutikana yuko kwenye siku.
Kama wameanza kuhesabu tohara yake ya kwanza, ya pili na ya tatu, huyu itakuwa tohara ya tatu hajaingia kwa sababu bado hajataharika. Muwe makini tu mnavyoanza kuhesabu. Kama unaanza kuhesabu mwezi ni rahisi. Mwezi tano mwezi huu mpaka mwezi tano mwezi ujao, mwezi tano mwezi unaokuja, inakuwa tayari miezi mitatu sawa sawa. Na hizi quruu zihesabiwe hivyo hivyo. Kama mnahesabu kuingia kwenye siku, mnahesabu mwanzo, leo kaingia tarehe ngapi, inaandikwa tarehe. Tarehe nyingine akiingia tu inawekwa kumbukumbu. Tarehe nyingine akiingia ndo tayari kishamaliza. Kama mnahesabu tohara, basi hii ya kwanza aingie kwenye siku mpaka akitoharika ndo mnaanza kutunza. Leo moja hiyo ishamaliza quruu moja, aingie kwenye siku zake, akitoharika tu mnahesabu hiyo ndo ya pili. Akiingia tena kwenye siku akitoharika, hiyo quruu ya tatu, eda imekwisha. Kwa hiyo nyinyi wenyewe mjue mnaanza kuhesabu wapi, akiingia kwenye siku au akimaliza siku. Wallahu a'lam. Bado kuna watoto wa hili swala. Anauliza, mwalimu wa chuoni mwanamke akiwa yumo kwenye hedhi hafai kusomesha mpaka amalize? Tunaposoma katika fikhi tunaambiwa inakuwa ni haramu kwa mtu mwenye hadathi kubwa kama hiyo hedhi, nifasi, kufanya mambo sita: kuswali, kutufu akiwa Maka, kusoma Qur'ani, kugusa msahafu, kuuchukua na kuingia msikitini. Haya yanazuiliwa. Kwa hiyo ukiwa katika siku hupaswi kusoma Qur'ani. Kama una wanafunzi wakubwa, wape tu majukumu ya kuwasikiliza wenzao wadogo wadogo mpaka mwenyewe utakapokuwa safi, ndio utafanya shughuli hiyo inshallah. Swali jingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwanamke amekaa miaka 11 katika ndoa yake. Mumewe alikuwa ana maradhi ya sukari ambayo alimkuta nayo. Kadiri miaka ilivyoenda, tatizo lilizidi. Kwa kipindi chote alikuwa hapati haki ya ndoa ipasavyo. Ndipo mwanamke akadai talaka. Mume aligoma kumpa talaka. Wakafika katika vyombo vya sheria, ndipo akatoa talaka. Baada ya wiki 1.5 yule mume alimpigia simu mkewe na kumwambia, nimekurejea maana nimepona. Swali linakuja hapa, je, hii rejea imesihi kisheria? Maana mwanamume hakuwa tayari kumuacha na alimbembeleza sana mke kurudi nyumbani. Masuala tete haya. Ndoa ni jambo ambalo lina lengo maalumu. Lile lengo kama halipatikani, huwa ni sababu ya mmoja katika wanandoa kudai kutengana na mwenzake. Kwa mwanamume inawezekana akastahamili matatizo atakayoyakuta kwa mke, kwa sababu ana ruhusa ya kuoa mke mwingine. Anaweza akasema, basi ndo nimeshaoa, lakini haki ya ndoa haipatikani, kwa sababu wako na wanawake nao wana matatizo kama haya. Hawawezi kufanya lile jambo la mahusiano kati ya mwanamke na mwanamume.
aidha watakuwa wana matatizo kwenye sehemu zao zile za kufanyia hayo mambo, haiwezekani. Sasa mume anaweza akasema basi ninamstiri Muislamu mwenzangu, nitakaa naye, tatoa huduma kwa kiasi cha uwezo wangu, haya mambo mengine nimesamehe. Lakini anaweza akaoa mke mwingine akawa na wawili, lakini unatakiwa usimdhalilishe kwa sababu ya udhaifu alionao. Huduma kama kawaida nyinginezo utoe, lakini kwa mwanamke haiwezekani, ni ngumu kustahamili kwa muda wote huo, miaka nenda miaka rudi. Kuna kesi moja imetokezea hapa Zanzibar. Kuna msichana mmoja kaolewa, lakini kaolewa Arabuni, kaolewa na familia ya watu wazuri tu, waungwana, wenye dini, wana maisha, lakini muoaji alificha aibu yake. Ni kijana kabisa, hajaoa, ndo ndoa yake ya kwanza, kaja kuoa hapa Zanzibar, binti mwari, kakutikana hajafanya hayo mambo ya ufuski, lakini kule kakaa miaka mitatu anadhalilika tu. Wazee wake wako Unguja hapa mbali, kalalamika kwa walioko kule. Mwanamume anaambia ni stiri tu, mimi nimekuoa nistirike, kwa sababu na mimi naona aibu kila siku kuambiwa wewe umekaa hivi, huoi vipi? Kwa hiyo kaoa mke kama kajivisha joho mwenyewe tu aambiwe kaoa, lakini hamwezi. Na yule mwanamke kukaa na mwanamume ndani, anamhudumia, wanakaa pamoja, hisia zinakuja, hawezi kufanya lile jambo mwanamume. Akaleta malalamiko yake kwa wazee wake wakenda, lile suala wakalipeleka kwenye vyombo vya sharia, wakafika mpaka kwa mufti wa Oman. Kule wenzetu kidogo wako vizuri, lile shauri likafuatiliwa. Kijana kaitwa, akasema mimi mke wangu namtaka. Ndiyo unamtaka, lakini humwezi. Likaitwa jalada lake, na kule jalada la mtu ndo lina kumbukumbu zake zote. Kumbe yule kijana alipata road accident, katika mbio zake huko kapata ajali ya barabarani, ikamvunja sehemu ya uti wa mgongo. Kwa hiyo sehemu zake nyingine zimeparalyze kabisa, na daktari kamwambia huyu hawezi kuishi maisha ya ndoa, kaandikiwa kabisa. Sasa sharia ya dini, mume kama huyo huwezi kukaa naye, hasa kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo kalalamika, akasema mimi nimeshaolewa mwaka wa 3 huu sasa hivi, lakini sijafanya tendo la ndoa. Kaenda kupimwa, kweli kakutikana bikra, hajapata hapo kufanya lile jambo kabisa. Kwa hiyo kule kadhi akamuachisha. Kama unataka stara bwana, tafuta anayeweza kukaa na wewe, na yeye asiokuwa na matamanio kama wewe ndo mtaendana, lakini hivi unamtesa mwenzako. Kwa hiyo kukaa kweli mazingira mengine kama haya inakuwa ni muhali. Ukae na mwanamume, ulale naye na hivi, hisia zinakuja, halafu dini inakwambia usizini, ni mtihani kwa kweli. Hili sharia linamruhusu mwanamke kudai kuachwa ili aepukane na mazingira kama haya. Na ukakaa sehemu unavuta hisia, unajichokoroa mwenyewe, hisia zinakuja, unajipa matatizo. Bora uwe hajaja mtu kukuposa uko kwenu, afadhali angalau. Lakini unakaa na mtu ndani na hivi watu, inakuwa haileti sense. Sharia katika mazingira kama haya imemruhusu mwanamke kudai kuachwa. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wa alaikum salam. Asiyepata ndo mnahesabu miezi kamili. Naam. Shekhe huyu anasema yeye mwanamke kaachwa, kafa mumewe, kwa hiyo akawa yuko kwenye hana mimba, lakini baadaye kamtafuta katika kuzuka. Basi wale wanakwenda kumwangalia kizuka walikuwa wanamliwaza. Maanake hatuwezi kusema yeye ana sifa kama ya mama Maryam, mama yake Isa.
Kafa mume, bibi hana mimba, lakini wakati yuko kwenye eda kapata ujauzito. Hili tutasema wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.